tuseme tuelewe, singoje watu kuhoji, ghafula uenguliwe. Kila kiongozi na mtumishi wa umma aliyetakiwa kujaza fomu ya tamko la rasilimali na madeni kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma ahakikishe kuwa anakamilisha kujaza fomu kwa usahihi na kuiwasilisha Tume ya Maadili si zaidi ya tarehe 31 Disemba 2025. Tumebakisha wiki mbili, lakini ambao wameshawasilisha ni 19% tu. Maana yake ipo tabia ya kusubiri dakika za mwisho. Lakini tuwakumbushe tu kwamba wale wanaoshindwa kukamilisha kwa wakati, basi haitokuwa tena maonyo, maana wamezoea watu wanaonywa alafu basi. Sasa hivi tutachukua hatua kali zaidi. Hili napenda niliseme ili sote tuone umuhimu wa kufanya jukumu hili la kisheria. Serikali ya awamu ya 8 imekuwa ikiendeleza jitihada za kukabiliana na vitendo vya kuzuia rushwa na uhujumu wa uchumi kwa njia mbalimbali. Kwa mwaka 2025 unaomalizika, serikali kupitia mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi ilichukua hatua za kuchunguza vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi, ambapo jumla ya taarifa 524 zimepokelewa na kufanyiwa kazi. Makosa vitendo vya rushwa yaliyothibitika, wahusika wamechukuliwa hatua za kisheria na kesi nyingine zinaendelea katika hatua mbalimbali. Kwa lengo la kudhibiti vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi, serikali kupitia ZAECA imefanikiwa kudhibiti na kuokoa jumla ya shilingi bilioni 6.4 na dola za Kimarekani 94,370 kwa kipindi cha mwezi Januari 2025 hadi Oktoba 2025, ambapo shilingi bilioni 5.2 na dola za Kimarekani 89,371 zilirejeshwa serikalini na shilingi bilioni 1.1 na dola za Kimarekani 4,999 zilirejeshwa kwa wananchi waliohusika.